Lissu alinufaika na falsafa ya 4R ya Rais Samia. Ezekiel Wenje amesema hivyo. Taarifa iko hivi: mwanachama mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM Ezekiel Wenje amesema kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, jumla ya kesi 417 zilifutwa, ikiwamo kesi 6 zilizokuwa zikimkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kama sehemu ya utekelezaji wa falsafa ya 4R iliyoanzishwa na Daktari Samia. Wenje ametoa kauli hiyo Oktoba 18 mwaka 2025 alipohutubia mkutano wa kampeni za mgombea wa urais kwa tiketi ya CCM Daktari Samia Suluhu Hassan uliofanyika katika viwanja vya Sabasaba na Manyere wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Amesema ameshangazwa sana na baadhi ya watu wanaomshambulia Rais Samia wakidai serikali yake imeminya demokrasia, ili hali ni yeye aliyefungua ukurasa mpya wa siasa za maridhiano nchini. Ameeleza pia kuwa wakati Chadema iliposusia ruzuku ya serikali na kukumbwa na changamoto za kifedha, ni uamuzi wa Daktari Samia uliowezesha chama hicho kuendelea tena kupokea ruzuku, hatua iliyochangia kununuliwa kwa majengo yanayotumika kama makao makuu ya chama hicho yaliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Katika maelezo yake, Wenje amewataka wanaohoji maendeleo yaliyopatikana chini ya serikali ya awamu ya 6 kutafakari kwa uhalisia, akisema maendeleo hayo yanaonekana kwa macho, yakiwamo mradi wa reli wa kisasa wa SGR unaonufaisha Watanzania wote bila kujali itikadi zao. Msikilize Ezekiel Wenje, kada wa zamani wa Chadema, mwanachama mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM, akizungumza. Wanasema kwamba nchini kwetu kwa sasa demokrasia inaminywa. Mimi naomba wanaonisikiliza na nyinyi watu wa Nkasi, tujaribu kuangalia hivi demokrasia ni nini na mifano halisi ya demokrasia inayokuwa ni nini. Mwaka 2020 baada ya ule uchaguzi, mambo yalikuwa ni mengi. Mimi huyu Wenje nilikimbia nchi hii nikaenda Canada. Tuliamba na watu kama Godbless Lema. Lissu aliyekuwa mgombea wetu rais, uchaguzi uliisha, yeye akala kona, akaenda siu balozi na yeye akakimbia. Tukakaa huko. Baada ya kuanza maridhiano, rais alipoingia madarakani akasema wote turudi bila masharti. Na mwenyekiti wa kunja ngumi alisema yeye mwenyewe binafsi alikuwa na kesi kama 6, zote zilifutwa. Huko kwenye chama nilikotoka kulikuwepo na kesi jumla 419 ya wanachama mbalimbali. Kwa haraka sana tulipoanza kukaa maridhiano, kesi 417 ziliondoka. Ilibaki kesi moja Njombe ambayo pia iliisha immediately. Hivi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama haya yote ulifanya kwa moyo wako, hivi demokrasia ni nini? Alipoingia madarakani Mheshimiwa Rais, kuna mikutano ya hadhara wala maandamano. Immediately aliruhusu mikutano ya hadhara na maandamano, tukafanya nchi nzima, na tukamtukana juu na kuzuia mikutano. Hivi demokrasia ni nini? Sisi tukiwa huko Chadema 2020 baada ya uchaguzi tulikataa kuchukua ruzuku, tuligoma. Chama kikapata tabu, tukapoteana, ofisi zikafungwa. Tukamtuma Mbowe, tukamwambia kwenye maridhiano ongea na mheshimiwa mwenyekiti rais atusaidie tupate kale ka ruzuku. Ruzuku ilikuja yote. Mimi Wenje ndio niliyekuwa mwenyekiti wa Chadema wa kamati ya fedha miaka yote. Yale majengo kamati yangu nilikuwa mwenyekiti ndio nimenunua, na yale majengo hata makao makuu ile Mikocheni nimenunua, kamati yangu imenunua, baada ya sisi sasa kupata ile ruzuku lamsam. Hivi demokrasia na mtu mwema ni mtu wa aina gani? Kwa ndugu zangu, hivi kuna nchi gani hapa Afrika Mashariki ambayo kila kukicha asubuhi mpaka usiku viongozi wa serikali wanatukana kwenye mitandao na kuna mtu anayewatafuta? Hivi demokrasia ni nini? Sasa kingine wanasema
kwamba nchi hii wao waoni maendeleo, wanajifanya waoni mazuri ya serikali, huku na wao wananufaika. Ukisikiliza hapa takwimu zinazotolewa, shule zinazojengwa, barabara, na mimi nimetembea kwenye hii ziara, kila jimbo tulipoenda kuna mabilioni ya fedha zinapelekwa kwenye afya, kwenye kilimo, kwenye elimu, kwenye maji, na namba hazidanganyi. Kama mnabisha, ndugu zangu, huko nilikokuwa, tafuteni makabrasha msome. Haya mambo yako in public domain. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, hivi leo ile SGR inayotoka Dar es Salaam kwenda mpaka Dodoma, hivi inapandwa na watu wa CCM peke yake? Sio, wanapanda watu wote. Hivi maji yakipelekwa huko, Aweso anapeleka maji kila kona, wanaokunywa maji ni watu wa CCM peke yao? Acheni mkwara, acheni porojo, leteni mpango na mikakati ili mshindane na CCM. CCM oyee! Mwisho, Lissu alinufaika na falsafa za 4R za Rais Samia Suluhu Hassan. Ezekiel Wenje kazungumza hivyo. Maoni yako ni yapi? Neno kwenye comment, maoni yako itakuwa sodakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.